Yani kwa kweli kuhusu mkutano, hata tukifanya interview mpaka kesho mida kama hii, bado nitakwambia tunaelekeza nguvu zetu kwenye mechi. Matarajio ya mkutano wa leo, matarajio yake ni yapi? Tofauti na mkutano wote uliopita. Ni mkutano wa kawaida wa mwaka. Yes, ambao umefuata taratibu zote na agenda zote ainishwa, zimejadiliwa na mkutano umemalizika salama, namshukuru Mwenyezi Mungu, na sasa maisha mengine ya Simba yanaendelea. Wapo ambao wanaonyesha kwamba hawajaridhika, wakiamini kwamba hawajapewa nafasi ya kupitisha yale ambayo yamefikishwa kile. Nini cha kuambia? Mimi nishakuambia kwa sasa tuwekeze nguvu timu yetu ipate ushindi leo dhidi ya Stade Malien. Mechi ngumu sana. Stade Malien nyumbani kwao ni mpinzani mgumu, hata nje ya nyumbani kwao anabaki kuwa ni mpinzani mgumu. Kwa hiyo anapokuwa nyumbani kwao anakuwa ni mgumu zaidi. Kwa hiyo jioni ya leo kusema kweli tuna kipengele kigumu kweli, lakini lazima tupambane tukivuke. Tunashukuru matokeo ya jana ya Esperance na Petro, sare ya bao moja imekuwa na faida sana kwetu. Inatuongezea chachu na sisi ya kupambana zaidi na kwenda kupata kitu katika mchezo wa leo. Kwa hiyo ndio maana unaona akili zetu, fikra zetu tumezielekeza katika mchezo huu, kwa sababu tunaamini tukipata ushindi katika mchezo huu tunatoka nafasi ya 4 na kusogea mpaka nafasi ya pili. Kwa hiyo unaweza kuona jioni ya leo tunakwenda kutafuta kitu bora kweli ambacho ni kuipeleka Simba katika nafasi ya 4 ya kundi letu, nafasi ya pili ya kundi letu. Kwa hiyo ni hatua muhimu, na ndio maana tumewekeza nguvu zote kuhakikisha kwamba tunapata ushindi katika mchezo huu. Nilikuwa nasoma comment kwenye YouTube channel ya Simba, wengi wanaona pale nyuma wanasema msemaji ya timu hayuko pia kule, kama vile watu wameingia na ubaridi. Wafia timu tuko wengi ama wako wengi ndani ya Simba Sports Club. Kwa hiyo hili hapa Dar es Salaam lilikuwa ni jukumu muhimu kwa Simba, na kule Bamako Mali ni jukumu muhimu la Simba. Kwa hiyo ni mwendo wa kujigawa tu ili kutimiza majukumu yote muhimu ya Simba Sports Club. Baada ya maazimio ya mkutano huu wa leo, naamini Simba mpya imara inakwenda kuzaliwa. Bila shaka mambo sasa yanakwenda kuwa bambam, kwa sababu ukiangalia hotuba aliyoitoa naibu waziri, ukiangalia hotuba ya mwenyekiti wa klabu ambayo ndani yake imecement mambo ya msingi kabisa, ikiwemo ya kwamba hatuna nia ya kumdhuru mtu. Kwa hiyo imezima maneno yote ambayo watu walikuwa wakiazua na kujipanikisha huko nje. Kwa hiyo Simba imara, Simba bora sana, ukizingatia na mabadiliko ambayo yanakwenda kufanywa ya katiba, tunakwenda kuwa na Simba ya kisasa kweli. Msemaji, katika hatua za awali Simba ilionekana kubebwa zaidi na matokeo ya ugenini, ukiachilia mbali Benjamin Mkapa ambako ilikuwa imetoa sare. Unafikiri inaweza ikawa ni silaha kubwa kuelekea mechi ya leo, hasa inapocheza ugenini? Msimu huu tumekuwa na matokeo mazuri sana away kulinganisha na nyumbani Benjamin Mkapa. Japo sisi malengo yetu na makusudio ni kupata matokeo mazuri kwenye kila kiwanja. Tupate matokeo mazuri Benjamin Mkapa kwa sababu ya faida ya mashabiki wetu wanaokuwepo uwanjani, na tupate matokeo mazuri away kwa sababu ya kujikusanyia alama zaidi. Lakini msimu huu tumenufaika zaidi na viwanja vya ugenini. Mechi hii ya leo inatuongezea hiyo confidence ya kwamba tuna uwezo wa kupata ushindi ugenini. Kwa hiyo tunakwenda katika mchezo huu tukiwa na hiyo confidence, tukiwa na hiyo historia ambayo kuna wakati historia huwa ina umuhimu wake katika maisha. Kwa hiyo tunaibeba historia hiyo in a positive way, tunakwenda kupambana ili tukachukue alama 3. Imeshindikana sana, basi walau alama 1, lakini cha msingi hatupaswi kupoteza katika mchezo huu wa leo.
Semaji katika kundi ambalo lilikuwa linaonekana angalau linaweza kuwapa zaidi wa Tanzania furaha ni grupu la Simba, lakini kwa jinsi ambavyo mlianza na mwenendo mlivyo, unaonaje kundi kwa ujumla? Watu wote wasiojua mpira ndio ambao waliona kundi letu jepesi, lakini sisi ambao tunaujua mpira na tuna uzoefu na mpira wa Afrika na timu za Kiafrika tulikuwa tunafahamu ugumu wa kundi letu. Ogopa sana timu hizi za ukanda huu mwingine kwa mpira wa sasa wa Afrika. Bado sisi Tanzania tumekariri timu za Kiarabu ni ngumu, lakini katika timu mdebwedo kwa miaka hivi karibuni ni timu za Kiarabu. Ukipangiwa Waarabu hata 8 una uwezo wa kufuzu kwenda hatua inayofuata. Waarabu wamelegea vibaya mno. Jana kuna Mwarabu mmoja amekula bao 4-1. Namjua nani? Belazdad. So ungetegemea ameenda kucheza na timu ya kawaida mno Otoko Odoyo ya Kongo, amepigwa bao 4-1. Usingetegemea kuona hilo miaka 6-5 iliyopita, lakini mpira wa Afrika umegeuka hivi sasa, kichwa chini miguu juu. Yoyote Mwarabu yoyote akienda away anataabika kweli kweli. Kwa sisi kwa kuwa na Waswahili wawili kwenye kundi letu, kwa maana ya Petro pamoja na Stade Malien, tuliona ugumu wa kundi letu na tukaeleza watu tangu mwanzo kwamba tusifurahie kwa sababu tu kuna hawa Waswahili. Hawa ndio wagumu kweli kweli, kwa sababu ukitaka umchezeshe kwenye jua na yeye ndo maisha yake. Ukitaka umpitishe kwenye mateso ya aina yote, Waswahili wameshazoea mateso. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu kweli kukutana nao. Na bila shaka tumeona, lakini yote kwa yote tutachanga karata zetu sawa sawa na hatimaye tutatimiza malengo yetu. Asante sana. Kesho nangu Asante sana. TV Rights tumepanga kukusanya shilingi bilioni 4,031,882,285. Pia zawadi prize money tumepanga kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 1,029,000. Gate collection tumepanga kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 1,670,000. Mapato mengine tumepanga kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 3,137,000. Na msaada kutoka mwekezaji Mo ameweza kutoa kiasi cha shilingi bilioni 6,000,000. Sapoti kutoka kwa Mo kwa msimu 2025-26 amepanga kutoa kiasi cha shilingi bilioni 6,204,847,747. Na pesa hizi tayari amekwisha kutoa kwa msimu 2025-26 na ambazo ndio zinaenda kutumika kwenye pesa za usajili msimu huu 2025. Na tayari pesa hizi ameshaweka kwenye akaunti ya Simba Sports Club na ishaanza kuliwa kwa ajili ya usajili wa wachezaji. Naomba kurudia. Kwa msimu wa 2025-26 Model amepanga kutoa kiasi cha shilingi bilioni 6,204,847,747. Na pesa hizi tayari zimeshalipwa katika akaunti ya Simba Sports Club na tayari zimesajili wachezaji wa msimu 2025-26. Jumla ya mapato yote kwa mwaka 2025-26, Simba Sports Club imepanga kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 29,505,207,704, ikiwa ni ongezeko la 13.5 ukilinganisha hadi 2024-25. Matumizi. Klabu ya Simba imepanga kutumia kiasi cha shilingi bilioni 6,380,268 katika pesa za usajili na uhamisho wa wachezaji mbalimbali. Mishahara na bonus.
Klabu ya Simba imepanga kulipa kiasi cha shilingi bilioni 7,666,514,400 bonus au hamasa kwa wachezaji katika msimu 2025-26 mashindano ya kimataifa pamoja na mashindano ya ndani. Klabu ya Simba imepanga kulipa kiasi cha shilingi bilioni 2,840,000. Kodi katika kambi za nyumba ya wachezaji pamoja na kambi tumepanga kulipa kiasi cha shilingi milioni 771,457,920. Leseni pamoja na vibali mbalimbali vya wachezaji, klabu ya Simba imepanga kulipa kiasi cha shilingi milioni 421,890,000. Kambi kwa ajili ya timu kubwa ambayo ni senior team tumepanga kutumia kiasi cha shilingi milioni 244,923,000. Kambi kwa ajili ya timu ya senior team, kambi ya nje kwa maana ya safari za mechi za kimataifa tumepanga kutumia kiasi cha shilingi milioni 360,000, hii ikijumuisha usafiri wa ndege pamoja na hoteli za nje ya nchi kimataifa. Mashindano mengine tumepanga kutumia kiasi cha shilingi milioni 62, lakini kwa ligi ya vijana tumepanga kutumia kiasi cha shilingi milioni 500,899,100. Gharama za kodi za TRA, klabu ya Simba imepanga kulipa kiasi cha shilingi bilioni 1,54,320,000. Simba Day, klabu ya Simba imepanga kutumia kiasi cha shilingi milioni 450,811. Gharama za ofisi tumepanga kutumia kiasi cha shilingi milioni 60. Matengenezo ya magari tumepanga kutumia kiasi cha shilingi milioni 30,600,000. Mafuta ya magari mbalimbali tumepanga kutumia kiasi cha shilingi milioni 90,740,000. Gharama za vikao mbalimbali ikiwemo mkutano mkuu tumepanga kutumia kiasi cha shilingi milioni 194,640,000. Matumizi mengineyo tumepanga kutumia kiasi cha shilingi milioni 308. Matumizi kwa ajili ya uwanja wa Bunju tumepanga kutumia kiasi cha shilingi milioni 83. Matumizi ya dharura tumeweka kiasi cha shilingi milioni 100. Jumla ya matumizi yote tumepanga kutumia kiasi cha shilingi bilioni 27,161,882,254. Kwa hiyo baada ya matumizi yote hayo, klabu ya Simba itabaki na baki ya shilingi